بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. baada ya kumhimidi Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena katika usiku huu, usiku wa Jumamosi wa tarehe 28 katika mwezi wa Shaaban mwaka 1445, ikiwa sawa na tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, ikiwa ni siku ya 7 tangu kuanza kwa semina yetu hii ya mafunzo ya dini ya Kiislamu, semina ya 4 ya wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania ya mwaka huu wa 2024, inayofanyika hapa katika Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, Pongwe, Tanga. Semina yenye kauli mbiu inayosema taw'iyatu shabab al-jami'ati ala mas'uliyati ta'allum al-islam as-sahih wa nashrihi, kujenga ufahamu kwa vijana wa vyuo vikuu juu ya jukumu la kuusoma Uislamu sahihi na kuueneza. Kwanza kabisa niwapongeze kwa kushiriki kwenu tangu siku ya mwanzo mlipoingia hapa mpaka leo, na bado tukiwa na siku nyingine 2 kabla ya kumaliza semina yetu hii na kuagana. Mimi nafahamu kuwa mikusanyiko kama hii
inahitaji azma ya dhati kabisa na uvumilivu mkubwa ili kufikia malengo, na alhamdulillah nyinyi mmefanya hivyo, na tunatarajia kuwa malengo yatafikiwa kwa kiwango kikubwa kabisa insha Allahu taala. Na kama inavyofahamika, tushawahi kusomewa hapa kuwa mtu anayefahamu thamani anachokitafuta basi anadharau yale anayoyatoa katika kukitafuta hicho anachokitafuta. Tuliwahi kusomewa beiti za Ibn al-Wardi, faman ya'rif al-matluba yahqir ma badhal, na yule anayefahamu kile kinachotafutwa basi anadharau kile alichokitoa. Katika muda huu tuna ratiba ya muhadhara ambao unwani yake inasema asbabu linhirafi alfikri inda alshabab, asbabu alinhirafi alfikri inda alshabab, sababu za kukengeuka au kwenda kombo au kupinda kifikra kwa vijana. Kwa nini tuzungumze mada hii kwenu nyinyi tena katika semina hii? Zipo sababu za msingi sana za umuhimu wa kuzungumza maudhui hii kwa vijana wa Kiislamu kwa ujumla, lakini pia kwa vijana wa vyuo vikuu kwa umaalumu na upekee. Miongoni mwa sababu hizo, ya kwanza, kama tunavyofahamu, ujana ni rika muhimu sana katika umri wa mwanadamu. Katika umri wote wa mwanadamu, umri wa ujana huzingatiwa kuwa muhimu zaidi kuliko umri mwingine, kwa sababu ya mambo maalumu yanayopatikana katika umri huu kinyume na umri mwingine. Kipindi cha ujana kinajipambanua kwa wingi wa sifa na vipawa. Sasa kama umri huu hautazingatiwa na ukapita bila ya kutumika vizuri, yale mambo mahsusi nayo yatapita bila ya kuleta matunda, na hivyo itakuwa ni hasara kwa kijana mwenyewe, kwa familia yake na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa mambo mahsusi ambayo yanapatikana katika umri wa ujana ni nguvu, quwwa. Katika kipindi cha ujana na ubarobaro, mwili wa mwanadamu hufikia katika kilele cha kukomaa na kukamilika, na huchukua lile umbile lake halisi, na nguvu zake hukamilika, kadhalika kimo chake pia hutimia. Na faida za nguvu hazijifichi kwa yoyote katika sisi wanadamu. Kila mtu anajua nini maana ya nguvu na faida yake. Kuthibitisha kuwa katika umri huu kuna nguvu ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'ani, katika suratu Rum aya ya 54, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Allah amekuumbeni
yeye ndiyo aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha akajalia nguvu baada ya udhaifu, kisha akajalia baada ya nguvu akajalia udhaifu na ukongwe, yani uzee. Allah anaumba atakavyo, naye ndiyo mjuzi mwenye kuweza kila jambo. Kwa hiyo ujana ni nguvu iliyopo baina ya udhaifu wa aina mbili, udhaifu wa utoto na udhaifu wa uzee. Kadhalika katika mambo mahsusi yanayopatikana katika ujana ni afya, na mnajua nyinyi faida za neema hii ya afya katika maisha ya mwanadamu. Lakini pia katika ujana kuna akili iliyochangamka, na anaweza kuwa anaelewa vitu kwa haraka, na kuhifadhi pia kunakuwa ni kuzuri na ni kukubwa zaidi katika wakati huu wa ujana, kutokana na yale mambo maalumu, mambo mahsusi yanayopatikana katika umri huu wa ujana, kinyume na umri mwingine. Umri huu wa ujana huwa una matunda. Kwa mfano, katika matunda yake ni uwezo wa kutenda kazi kuliko umri mwingine. Pia katika matunda yake kwamba katika wakati wa ujana kunakuwa na matumaini na matarajio makubwa kuliko katika wakati mwingine. Kijana anaweza kuwa vyovyote vile anavyotaka, hata kama kuwa hivyo ni ngumu, lakini ule umri unampa matumaini. Kijana akikwambia, bwana, mimi nitakuwa rais wa hii nchi, usimkatalie, kuna uwezekano huo. Au akikwambia, mimi nataka kuwa mwana wa chuoni mkubwa kabisa, wewe huwezi kucheka, kwa sababu ni wakati wa matumaini na anaweza kuyafikia. Au akikwambia, mimi nataka kuwa mwanataaluma fulani, mimi niweze kurusha ndege, wewe huwezi kucheka, kwa sababu anaweza kuwa hivyo. Anaweza kuwa vyovyote katika mambo yanayowezekana, tofauti na mtu mzima ambaye ana miaka 70, 80, akikwambia, bwana, mimi nataka kusoma mpaka nirushe ndege, unaweza ukamcheka kwa sababu ya ule utu uzima wake. Utu uzima huu unaweza kumfanya kweli akatimiza haya matumaini yake na matarajio yake, lakini si kwa kijana. Kwa hiyo hii ni katika sababu zinazotupelekea sisi tuzungumze maudhui hii. Sababu ya pili inayotusababisha sisi tuzungumze maudhui hii ni kwamba wakati tulionao, fikra na mielekeo imekuwa mingi sana. Fikra na mielekeo katika wakati wa sasa imekuwa mingi sana. Hii ni miongoni mwa sababu zinazoleta umuhimu wa kuzungumza maudhui hii. Tunafahamu sisi kuwa baada ya kukamilika dini yetu hii ya Uislamu na kutimizwa neema hii kwa mwanadamu kwa kuletwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Uislamu kuenezwa katika pembe za dunia hii na masahaba zake baada yake, basi haukupita muda mrefu kukatokea alinhiraf, kukengeuka, kukatokea kwenda kombo na kupinda na kuiacha njia iliyonyooka aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kutekelezwa na masahaba zake. Kukengeuka huku kulianza kidogo kidogo katika mambo machache, lakini kadri siku zinavyosonga kwenda kombo kuliongezeka na kukaleta balaa kubwa katika umma wa Kiislamu, tafaruku na kumwaga damu. Jambo ambalo linatupa faraja sisi ni kwamba vile vyanzo vya asili ambavyo tukishikamana navyo basi hatutakengeuka. Vyanzo hivyo vipo vile vile katika asili yake,
na havikubadilishwa. Jambo hili linatupa faraja kwamba pamoja na mielekeo mingi, pamoja na fikra nyingi, pamoja na kukengeuka ambako watu walikengeuka muda mfupi tu baada ya kuondoka watu wema wale waliotangulia karne 3 bora, pamoja na hayo, lakini vyanzo vya asili vinavyoturudisha katika usawa vipo sawa, havijaguswa. Lakini pia katika kitu kingine kinachotupa faraja kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitueleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huleta mtu mwenye kujaddidi Uislamu katika kila miaka 100. Watu wengine wanaharibu imma kwa kujua au kutojua, wengine wanaharibu kwa kukusudia au kutokusudia, kukapatikana kukengeuka na kuiacha njia sahihi, yakaingizwa mambo yasiyokuwemo mpaka utata ukazuka. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala anamleta mtu kuwarudisha katika usawa na Uislamu ulio sahihi. Mifano iko mingi, lakini unaweza ukauchukua mfano wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Katika wakati wake, jinsi watu wake walivyokuwa wamekengeuka na wakashika mambo yasiyo sahihi, wakajiingiza katika mambo ya shirki, wakaiacha tauhid, wakaadhimisha na kuabudu makaburi, wakaadhimisha na kuabudu makaburi. Tena mambo haya yakiungwa mkono na wale watu wanaoonekana kuwa ni wasomi katika ile jamii ya Kiislamu. Ukiitathmini kazi yake aliyoifanya mwanachuoni huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, basi hutakuwa na shaka kuwa katika miaka 100 ya wakati wake yeye shekhe huyu ndio alikuwa mujaddid wa Uislamu. Jambo hili sisi linatupa faraja. Nataka kuthibitisha ya kuwa kadri siku zinavyokwenda, basi kukengeuka kunakuwa kukubwa. Na mpaka sasa hivi ukiangalia zama zetu, utaona mielekeo imekuwa mingi, mitazamo imekuwa mingi, fikra zimekuwa nyingi, ikhtilafu zimekuwa nyingi, mkanganyiko katika umma wa Kiislamu umekuwa mkubwa kabisa. Jambo hili linatufanya tuweke umuhimu wa kuzungumza suala la kurudi katika usawa na usahihi, ili watu waondoke katika mielekeo hiyo na fikra hizo, kama ilivyo katika wakati wetu wa sasa. Sababu ya tatu na ya mwisho inayotusukuma tuizungumze maudhui hii ni kwamba vijana ndio wahanga wakubwa kabisa katika kila mabadiliko. Hii ni sababu nyingine inayoonesha umuhimu wa sisi kuzungumza maudhui hii, kwamba rika la vijana ndio rika lililo katika hatari ya kuingia katika kila mabadiliko, yawe mazuri au mabaya. Kama ikiletwa fikra mpya, basi wapokezi wake wa mwanzo kabisa watakuwa vijana. Huwezi kuona kuna fikra mpya imekuja halafu washabiki wake wengi ni wazee. Wazee kwa kawaida wanakuwa reluctant, wanasita katika kulifanya jambo lolote ambalo ni jipya lililo nje ya kawaida yao, huwa wanasita kidogo na kutafakari. Ila vijana siku zote ndio wa mwanzo. Kama kutaingia mavazi mapya, basi vijana utawakuta ndio washabiki wa mavazi hayo. Kama kutaingia msemo mpya, basi vijana ndio utakuta wako wa mwanzo kuutumia msemo huo, na kadhalika kila jambo. Kwa sababu hii, hata katika mambo mazuri pia vijana ndio walikuwa wa mwanzo kabisa kuyaunga mkono. Ndio utakuta wafuasi wengi wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni vijana. Kwa hiyo ni muhimu
vijana wa Kiislamu wapate maelekezo kila wakati, ili muda wote wabakie katika usawa na wasikengeuke kufuata mabadiliko mabaya. Kadhalika suala la kuwarudisha vijana katika usawa ni suala endelevu la kila siku, kwa sababu kila siku yanakuja mambo mapya, inakuja mielekeo mpya, inakuja mitazamo mipya, wanakuja vijana wapya wenye tabia mpya na sifa mpya. Na yinyi mnafahamu kuwa hawa watu wa masala ya demography maana yake ni nini? Demography ni somo ambalo linazungumza kuhusu takwimu ya idadi ya watu, ukubwa wao, muundo wao na ubadilikaji wao kutokana na kizazi na kifo. Demography. Hawa watu wanagawa vizazi katika kipindi cha miaka 15 mpaka miaka 20. Na ndio wanasema kuwa kipindi cha miaka 15 mpaka miaka 20 kinatosha kuibadilisha jamii, kuitoa kwenye mtazamo mmoja kuipeleka kwenye mtazamo mwingine, kwa sababu kizazi kinakuwa kimeshahama, kimeshasogea mbele. Kwa hawa watu wa demography wamevigawanya vizazi kwa umri, na hili kwa kiasi kikubwa limefanywa na watu wa magharibi huku. Kile kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1928 mpaka mwaka 1945, kizazi kile wanakiita silent generation. Nyuma pia kuna jina lake, na vizazi huko nyuma vina jina lake, wamevipa majina. Kwa hiyo kizazi hiki kilichozaliwa mwaka 1928 mpaka mwaka 1945, kizazi hiki wanakiita silent generation au wanakiita traditionalist generation. Na katika nchi za magharibi wakifanya sensa wenyewe huwa wanaeleza kwamba labda silent generation katika sensa yetu hii wako watu wangapi, au tunao idadi fulani. Kwa mfano Marekani kwa mwaka 2019 wao wanasema walikuwa wana silent generation takriban milioni 23, yani watu waliozaliwa mwaka 1928 mpaka 1945, katika population yao wako milioni 23. Na kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1946 mpaka mwaka 1964, hawa wanaoita boomers. Boom, mnajua boom? Watu wa chuo nyinyi mnajua boom limetoka bwana, boom. Fuatilieni mjue kwa nini wameitwa boomers. Na kile kizazi kilichozaliwa kuanzia mwaka 1965 mpaka mwaka 1980, kizazi hiki wanakiita generation X, na ndio kizazi cha kwanza walichokipa ufupisho wa alphabet. Hizi sio aya wala hadithi, tunaizungumza ile hali halisi tu ya wanataaluma hii, hasa huko katika nchi za magharibi huko, sababu kuna kitu nakitaka kukisema. Na kile kizazi kilichozaliwa mwaka 1981 mpaka mwaka 1995 wanakiita millennials. Mwaka 1981 mpaka mwaka 1995. Na kile kizazi kilichozaliwa mwaka 1996 mpaka mwaka 2010, na wengine wanakwenda mpaka mwaka 2012, kizazi hiki wanakiita generation Z.
na wale waliozaliwa mwaka 2012 mpaka mwaka 2028 haujafika. Waliozaliwa kutoka mwaka 2012 mpaka mwaka 2028, kizazi hiki wanakiita generation alpha. Na hawa generation alpha wengi ni watoto wa millennials. Wengi wanakuwa ni watoto wa wale watu waliozaliwa mwaka 1981 mpaka 96. Na wengine ni watoto wa generation X, wale waliozaliwa mwaka 1965 mpaka 80, ambao wanaendelea kuzaa pamoja na kuwa washakuwa watu wazima, sababu kuna watu wanaendelea kuzaa. Kama sisi Waislamu, sisi tunazaa, wale wenzetu kule kuna umri ukifika hawazai tena. Jambo muhimu sana, jambo muhimu ambalo nyinyi wanafunzi mlijue, na kama Watanzania mlijue, jambo muhimu ambalo mnatakiwa kulifahamu ni kuwa 71% ya Watanzania wote ni generation Z na generation alpha. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini nikisema hivyo? Maana yake ni kwamba 71% ya Watanzania wamezaliwa kutoka mwaka 1995 kwenda juu. 71%. Ngoja tujaribu hapa msikitini hapa. Tujaribu kwa nyinyi vijana mliohudhuria semina na watu wengine waliokuwa hapa msikitini, sababu msikiti umejaa alhamdulillah. Tuone kama takwimu hizi zinazotolewa na mamlaka zetu zinaakisi uhalisia au la. Japo sample hii haiwezi kuwa sababu ya kusema haziakisi uhalisia, hapana. Sababu katika utafiti jambo haliendi hivyo. Hebu wale waliozaliwa mwaka 1996 kwenda juu wanyoshe mkono. Sione tabu, nyosheni mkono tu. Wote mwaka 1996 kwenda juu. 1996. Wewe umezaliwa mwaka gani ustadi? Watu waliozaliwa mwaka 1996 au tuanze 95. Mwaka 1995 alafu wakaenda juu. Yaani sio kuja 94, sio kuja 93, sio kuja 92, 95 kwenda 96, 97, 98, 99, 2000. Wote wanyoshe, wote. Wote wanyoshe. Mikono iwe juu kabisa. Mbona sioni? Wazee mnaona eh? Tena wewe umezaliwa mwaka gani wewe? Mbona wewe unyoshi wewe? Wewe hebu jirani yako ambaye hajaelewa, kuna wengine hawajaelewa. Nyosheni tumsichoke. Kuna wengine hawajaelewa. Ustadhi hapo mbona kainama wewe? Wewe umezaliwa mwaka gani? Mwaka 2000 unyoshi mkono bwana. Mtu wa 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2000 mpaka huko juu 2010 na kitu. Nyote nyosheni mikono. Wazee vipi mkiangalia 71% inafika haifiki? Wengine hawajanyosha, hawajaelewa. Wewe shehe vipi? Mbona wewe unyoshi? Wewe mbona unyoshi? Wewe ustadhi uko mbona unyoshi? Shusheni. Hiyo ndiyo hali halisi. Sasa msije mkaona nyinyi watu wazima mko wengi. 29% tu ya Watanzania ndio wamezaliwa 95 kuja chini. Unaweza kusema 71% hawakuwahi kuusikia utawala wa mzee Ruksa, mzee Mwinyi. Inawapa tafsiri gani hali hii? Inaonesha kwamba vijana na watoto wadogo wako wengi sana. Hivyo basi ni muhimu kwa sisi walimu, mashekhe na walezi wote
kujua tabia mahsusi za marika haya, kadhalika kujua sifa mpya mpya zinazoambatana na umri wao, ili ulezi wetu ulete matunda. Lakini pia kujua huko kutatusaidia kuwarudisha katika mstari pindi vijana hawa watakapokuwa wanakengeuka, kwa kuwa tutakuwa tunafahamu mazingira yao, kadhalika tutakuwa tunafahamu sababu za kukengeuka kwao na tabia zao. Jambo hili pia husaidia kujua kuwa wakati jambo fulani likitokea, kizazi fulani kilikuwa na umri gani, au kizazi hiki kilikuwa na umri. Kwa mfano, tuweza kusema wakati da'wa salafia ikitangazwa, Generation Z ilikuwa na umri gani, mkubwa wao alikuwa na umri gani na mdogo wao alikuwa na umri gani. Kwa hiyo unaangalia ilitangazwa mwaka gani na hawa wanazaliwa kuanzia mwaka gani. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kujua kumbe asilimia kadhaa ya Generation Z haina ufahamu kabisa kuhusu da'wa salafia. Kwa hiyo kuna haja wafikishiwe, lakini watafikishiwa kwa njia gani? Watafikishiwa kwa njia hii na njia hii na njia hii, kutokana na sifa zao, tabia zao, pia kutumia vifaa vyao. Maana hatuwezi kubakia hapo hapo wakati watu wanabadilika na mambo yanabadilika. Miongoni mwa sifa za Generation Z na Generation Alpha, ambao nadhani hata 80% ya watu waliohudhuria msikitini humu ni wao, na ni 1% kubwa ya nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu mliokuja kuhudhuria semina hii. Katika sifa zao, ambao wakati mwingine wanaitwa zoomers, kuzoom, si mnajua kuzoom hawa pia wanaitwa zoomers, jina lao la utani, kwamba wao wakati wa kuja kwao duniani ndio kulikuwa kuna hizi digital tools kama smartphone, kulikuwa kuna internet, kuna hizi social media nyingi zimeanza kipindi hiki. Ndugu zangu Waislamu, tuanze sasa maudhui yetu. Hiyo ilikuwa ni kuwasogeza karibu. Tuanze maudhui yetu inayosema asbabu al-inhirafi al-fikri inda ash-shabab, sababu za kukengeuka au kwenda kombo kifikra kwa vijana. Na kwa ufupi tueleze maana ya maneno haya kwa ufupi tu. Neno al-inhiraf, al-inhirafu fi al-lughati al-arabiyya masdaru min al-fi'l inharafa, wa asluhu al-fi'l ath-thulathi al-muta'addi ila maf'ulin wahid, harafa ay amala. Neno hili al-inhiraf katika lugha ya Kiarabu ni masdar ya fi'l inharafa, yanharifu, inhirafa, na asli yake neno hili limetoka katika fi'li yenye herufi 3 ambayo inapituka kwenda kwa mafuul mmoja. Fi'li yenyewe ni harafa, ambayo tafsiri yake ni amala, ameinamisha au amepindisha. Walinhirafu an ash-shay'i lughatan huwa al-udulu an as-sawab, na al-inhiraf ni kule kukengeuka na kuuacha usawa. Walharfu min kulli shay'in huwa tarfuhu, na neno harf katika kitu ni ile ncha yake. Harf ni ile ncha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Na wapo miongoni mwa watu ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala
ukingoni, harfu ile mwisho kule. Ikimpata kheri anatulizana, ikimpata shari anageuka na kukengeuka. Kwa al-inhiraf ni kukengeuka, kuacha usawa. Na neno al-fikru wanawachuoni wamelifasiri kwamba ni at-ta'ammulu, kuzingatia. Wengine wakalifasiri kwamba ni kuitumia akili kwa lile jambo unalolifahamu ili kulifikia usilolifahamu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo tunaweza kusema tafsiri rahisi ya neno hili lililotumika katika mada hii kuwa kukengeuka, sababu za kukengeuka au sababu za kwenda kombo, na kuuacha usawa kwa sababu ya utata ulioingizwa katika fikra au katika akili. Kwa hizo ndio tutakuwa tukizizungumza katika muhadhara wetu huu. Na kwa hakika zipo sababu nyingi sana zinazosababisha kukengeuka kifikra miongoni mwa vijana wa Kiislamu. Zipo sababu za ujumla, sababu pana za watu kukengeuka na kuuacha usahihi, na sababu hizi ni zile ambazo kukengeuka kwingi sana au kupinda kwingi kunakuwa nyuma yake. Lakini vile vile pia zipo sababu maalumu za kiupekee zinazosababisha vijana kukengeuka. Na katika makundi yote haya mawili tutataja baadhi ya sababu hizo kwa sababu ya muda wetu, lakini na ile hitajio letu. Na insha Allah katika hizi sababu za ujumla na sababu kubwa tutataja sababu mbili tu, na katika zile sababu za kipekee na sababu maalumu ambazo zinasababisha vijana kukengeuka tutazitaja zaidi ya mbili, tutazitaja nyingi kidogo. Na wakati mwingine tunaweza kuitaja sababu ambayo pia unaweza kuingiza katika sababu nyingine. Yaani hiyo sababu inaweza kuwa ni sababu ndogo ya sababu nyingine, lakini tutaitaja hivyo hivyo kutokana na umuhimu wake wa kuitaja peke yake kwa lengo la kuweka msisitizo katika hilo jambo. Na tutatoa mifano mingi inayotuhusu sisi hasa vijana wa vyuo vikuu. Kwa mhadhara huu utakuwa ukiwashirikisha pia nyinyi katika mazungumzo, kwa sababu pia tutaiangalia hali halisi ya vijana katika vyuo vikuu. Katika sababu kubwa hizi mbili, ya kwanza inayowafanya watu wengi wakengeuke ni al-baghyu. Al-baghyu, neno hili lina maana zaidi ya moja, na katika maana zake ni dhulma au kibri au kuvuka mipaka au husda wama ila dhalik au uovu. Hii ni katika sababu ya ujumla inayowafanya watu wakengeuke, na nitawatajia aya za Qur'ani, zipo nyingi. Mimi nitawatajia tatu tu katika kuthibitisha jambo hilo. Aya ya kwanza imo katika suratul Baqara, aya ya 213. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Watu wote walikuwa ni umma mmoja, Allah akapeleka manabii, yani wakakhtalifiana kama anavyosema Abdullah ibn Abbas. Watu wote walikuwa umma mmoja katika tauhid, halafu wakakhtalifiana, wakizikaingia shirki ndani yake. Hapo sasa Allah akapeleka manabii
wabashiri na waonyaji, na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki ili kihukumu baina yao katika yale waliyokhtalifiana, na wala hawakukhtalifiana ila wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi, kwa sababu ya uhasidi baina yao, baghyan bainahum, ndiyo sababu iliyowafanya wakengeuke. Ndipo Allah kwa idhini yake akawaongoa wale walioamini kuendea haki katika mambo waliyokhtalifiana, na Allah subhanahu wa ta'ala humuongoa amtakaye katika njia iliyonyooka. Aya nyingine ni pale Allah aliposema katika suratu Ali Imran aya ya 19, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum waman yakfur biayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Bila shaka dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu, na wale waliopewa kitabu hawakukhtalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa sababu ya uhasidi ulioko baina yao. Hawakukhtalifiana kwa sababu ya ujinga, walikhtalifiana baada ya kuwajia uongofu kwa sababu ya baghi iliyopo baina yao, ikawafanya wakengeuke. Na atakayezikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa hakika Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Aya ya tatu na ya mwisho takayoitaja katika kuthibitisha sababu hii ya kukengeuka ni pale Allah aliposema katika suratu Shura aya 14, wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia elimu kwa sababu ya husda na baghi iliyopo baina yao. Aya hizi zinaeleza kuwa watu wote kiasli walikuwa katika mila moja, mila ya Uislamu, mila ya tauhid, na kwamba kukengeuka kwao kulisababishwa na al-baghyu. Wal-baghyu al-i'tida'u wat-tughyan, ni kule kupituka mipaka na uovu na husda na dhulma. Sababu ya pili katika zile sababu za ujumla, السبب الثاني من الأسباب العامة قلة العلماء، ni uchache wa wanavyuoni. Wanavyuoni wakiwa wachache, basi kupinda na kukengeuka, kuacha usahihi na haki kuko karibu zaidi kuliko kutengenea na kunyooka. Na hili amelieleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyepokea Abdullah ibn Amr ibn al-As, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika Allah haiondoshi elimu kwa kuibokora kutoka kwa watu. Mtu msomi mbobezi mara ghafla hajui chochote, ilmu haiondoshwi hivyo. Ameamka asubuhi hana anachojua hata kimoja, hapana, ilmu haiondoshwi hivyo. Lakini Allah anaiondosha ilmu kwa kuwaondoa wanavyuoni mpaka itakapokuwa hakumbakisha mwana wa chuoni, basi watu watawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao, wataulizwa, watatoa fatwa pasi na ilmu, watapotea wao na kuwapoteza watu wengine. Na mafungamano ya sababu hii ya uchache wa wanavyuoni na kukengeuka yanapatikana katika njia nyingi. Mbili katika hizo, ya kwanza ni kwamba katika umma wa Kiislamu
kupungukiwa na wanavyuoni kunasababisha kuwatanguliza watu wasio na elimu katika mambo ya elimu, imma kwa kuvutika na sifa zao au hodari wao katika kujieleza au kitu kingine. Wao ndio watatangulizwa, wataulizwa, watatoa fatwa, watapotea wao na kupoteza watu, kwa sababu hawajui kitu. Kwani nyinyi hamjaona watu ambao wamejivika ushekhi lakini hawana kitu wanachokijua? Hamjawaona? Wapo wengi tu. Na hili la uchache wa wanavyuoni pia linasababisha vijana kupata fursa ya kujifunza wenyewe. Sasa wakaingia katika Google, akatafuta, akasoma kitu ambacho sio sawa, kitamkengeusha na kumpotosha. Uhakika ni kwamba ilmu hii ya dini inasomwa. Innamal ilmu bittaallum. Kadhalika mafungamano ya pili ni kwamba kupungua kwa wanavyuoni kunasababisha kudhoofika kwa nafasi yao kimaana, na sisi tunahitaji wanavyuoni katika kutuelekeza njia sahihi na kutufundisha maana ya maandiko na makusudio yake, na kutuondolea utata unaoweza kujitokeza, kadhalika kutupa ufafanuzi wa mambo mapya ambayo yanajitokeza katika ulimwengu wetu. Kupungua kwa wanavyuoni au kutokuwepo kabisa ni sababu ya watu kupotea na kukengeuka, kwa sababu taa ya kuangaza ambao ni hiyo ni hao wanavyuoni inakuwa imezima. Tatizo kubwa tulilonalo katika zama zetu za sasa ni watu kushindwa kutofautisha baina ya wanavyuoni na watu wengine. Yaani watu hawajui kwamba huyu ni mwana wa chuoni na huyu si mwana wa chuoni. Watu wengi hawajui, kwa hiyo wanaghurika na wale wasiokuwa wana wa chuoni. Bali hata hawa wazungumzaji hawa ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii, natumiwa video zao, natumiwa sauti zao, pia watu wengi wanashindwa kuwatofautisha baina ya mtu ambaye ana ujuzi na mjanja. Na ndio utakuta vijana wengi wanakengeuka kwa sababu ya kuwasikiliza watu kama hao. Na mimi sizungumzi kwamba mtu wa bid'a au sio mtu wa bid'a, hilo ni jambo la pembeni kabisa. Maana wako watu wa bid'a lakini walikaa wakajifunza dini, wakasoma, wakaipata misingi. Kwa hiyo watazisoma aya za Qur'ani vizuri, watazisoma hadithi vizuri, watajua ile misingi. Tatizo lao tu wamekaa katika bid'a, na hatutawasikiliza kwa sababu ya ile bid'a yao, lakini ilmu wamejifunza. Sasa mimi hata sizungumzi hao, nazungumza wale wajanja tu, wamejaa tele katika mitandao huko, na sisi hatuwezi kutofautisha baina yao na baina ya wasomi. Sheikh kasema bwana, msikia Sheikh huyu, watu watumiana clip, tena wengine wako kwenye level za kimataifa kabisa. Kuna mmoja aitwa Menki, mnatumiana huko, hata sijui mufti wa vipi huyu bwana. Maana ukichezwa mpira huko utaona kaandika kwenye Twitter yake, thank you Messi, alfa mabruk Messi, thank you Ronaldo. Mufti wa vipi huyu? Au ammoni au rafiki yenu? Wapo humo watu rafiki yao. Sisi tukitaja hivi ili kuwaweka watu sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, sababu mbili hizi za ujumla zinatosha. Inshallah tutaendelea na sababu za umaalumu, na kutokana na wakati ulivyo tutazitaja nazo chache baada ya adhani. Kwa hiyo muadhini aadhini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ndugu zangu Waislamu, wana semina, sasa tuzitaje sababu zile za kiupekee zinazosababisha vijana kukengeuka na kwenda kombo kifikra
na kuacha usahihi. Na hizi nitazitaja nyingi, leo nitazitaja chache, na kwa kuwa muhadhara wetu unaendelea na kesho nitazitaja na nyingine. Katika nitakazozitaja leo, katika hizi sababu za kundi la pili, ya kwanza ni marafiki waovu. Miongoni mwa sababu zinazopelekea kukengeuka na kwenda kombo vijana kifikra ni marafiki waovu. Urafiki ni jambo la msingi katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu kiasili ni mwanajamii. Lazima atangamane, ahusiane na ashirikiane na wenzake ili kufikia malengo yake na kupata maslahi yake. Hili ni jambo la asili. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Dar'u Ta'arudhi al-Aqli wan-Naql anasema, idhil insanu madaniyun bit-tab'i la yastaqillu bitahsili masalihi fala budda lahum min al-ijtima'i lit-ta'awuni 'ala al-masalih. Kwa sababu mwanadamu ni mwanajamii kiasli, hajitoshelezi mwanadamu katika kupata maslahi yake. Yaani hawezi kuwa independent halafu akafanikiwa kupata maslahi yake. Hivyo basi hawana budi wanadamu kuchanganyika ili wasaidiane katika kuleta maslahi. Kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim katika Ighathatul Lahfan anasema, al-aslu al-ashir wa huwa anna al-insana madaniyun bit-tab'i la budda lahum an ya'isha ma'a an-nas. Msingi wa 10 nao ni kwamba mwanadamu ni mwanajamii kiasili, lazima aishi na watu. Haja za huyu zitatatuliwa na huyu, na huyu zitatatuliwa na huyu. Mwanadamu si kama mnyama kwamba ataishi peke yake na maisha yake yatakwenda. Mwanadamu hayuko hivi, lazima aishi na wenzake. Kwa hiyo kuna atakayemshonea nguo, kuna atakayemjengea, kuna atakayemlimia, kuna atakayemfanyia hivi na hivi, na yeye atafanya hiki, sababu hawezi kuyafanya mambo yote. Na sikusudii kwamba kuishi peke yake, yani yuko shamba mwenyewe na kajenga kibanda chake ukadhani kwamba ndio yuko peke yake. Hapana, atatoka shamba kuja mjini kwenda kununua sukari, mafuta ya taa, kununua nguo, kununua jembe ambalo hakulitengeneza. Ndivyo ilivyo kikawaida. Kwa hiyo katika kuishi na watu, mtu hupata marafiki na hupata watu wa kutangamana nao, kutangamana naye. Na katika elimu ya saikolojia, kwa wale wanaosoma saikolojia miongoni mwenu, kama ni saikolojia tupu, kama ni ndani ya kozi za elimu, wangapi wanasoma psychology? Hamna hata mtu anasoma kozi ya psychology. Wewe wale wanaosoma kozi hizi za saikolojia, kuna vitu watavikumbuka ambavyo wanavisoma. Kuna vitu vinaonyesha kuwa mtu fulani huyu yupo sawa sawa katika mwingiliano wake, matangamano yake na kuhusiana na watu. Kuna vitu vinaonesha kwamba huyu yuko sawa. Viko vingi, lakini katika hivyo ni uwezo wake mtu huyu kufanya vitu viwili: making friends na nini tena, na keeping friends. Kumake
na kukeep friendship, yani kutengeneza urafiki, kutengeneza marafiki na kuwabakisha. Watu wa saikolojia wanasema wewe ukiwa huwezi kutengeneza marafiki, basi wewe una kasoro. Na ukiwa huwezi kuwabakisha marafiki, yani watengeneza marafiki lakini huwezi kuwabakisha ukakaa nao, basi wewe una kasoro. Na wapo watu wako hivyo, yani kuna watu wako hivyo, yani wao hawawezi kutengeneza urafiki, na wapo ambao wanaweza kutengeneza urafiki lakini wao hawawezi kuwabakisha marafiki, na mara nyingi inakuwa ni mambo ya kimakuzi. Na wale watu wa saikolojia au walimu wanawajua hao. Mtu hawezi kabisa kutengeneza rafiki, yani yuko peke yake. Na hata wale madaktari wa watoto wabobezi, akiwa anataka kumpima kwamba mtoto fulani ana ugonjwa ule wa autism au usonji, huwa anaangalia ule uwezo wa yule mtoto na ile tabia yake ya kutaka kushirikiana na mwenzake. Anayo mtoto tabia ya kutaka urafiki na mwenzake, labda akamrushia mpira akacheza, au akamfanyia hiki wakacheza pamoja. Ikiwa hana, basi ni katika sababu kubwa za kuonesha kwamba mtoto huyu ana matatizo. Kwa swala urafiki ni swala lipo haliepukiki. Sisi katika Uislamu urafiki umewekewa miongozo, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo aliyeweka miongozo hiyo, kwamba mtu anapokuwa amekuwa mtu mzima na ajitambua sasa, ana uwezo wa kuchagua na kujua hili zuri na baya, basi achague rafiki mzuri. Na kama ni mtoto, basi wazazi wawe makini kuangalia marafiki wa mwanae. Katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kwa kawaida mtu anafuata mwenendo wa rafiki yake, basi mmoja wenu aangalie nani anamfanya kuwa rafiki, yani achague. Kwa maana ya kwamba mara nyingi mtu huathiriwa mwenendo wake au tabia zake na marafiki. Sasa ili ubaki salama na ili usipinde, basi una wajibu wa kumwangalia nani rafiki yako. Bali katika hadithi nyingine ya Abu Musa al-Ash'ari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir, fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhul kir imma an yahrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Hakika hapana vingine mfano wa rafiki mzuri au rafiki mwema na rafiki muovu ni kama mfano wa mbeba miski au muuza mafuta mazuri yale ya miski, na mfano wa ule mfua vyuma. Huyu muuza miski huyu ima atakupa au utanunua kutoka kwake au utapata kutoka kwake harufu nzuri, na mfua vyuma ima ataunguza nguo yako sababu ya cheche zile ukiwa uko naye, au utapata harufu mbaya kutoka kwake. Hakuna namna isipokuwa utayapata mawili hayo. Huu ni mfano wa karibu kabisa anaopiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina ya marafiki wawili, mmoja mwema na mmoja muovu, na athari ambazo unaweza kuzipata kutoka kwa yoyote miongoni mwao. Na katika vitu ambavyo vimeathiri vijana mitaani, mashuleni, makambini, vioni na sehemu nyingine, basi ni marafiki. Na mara nyingi marafiki waovu ndio huathiri haraka wenzao, kwa sababu uovu unaungwa mkono na matashi ya nafsi. Nafsi kwa kawaida, nafsi ambayo haina hidayah wala haina misingi, kwa kawaida hupendezewa na uovu, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hakika nafsi ni mno
yenye kuamrisha maovu, inaamrisha maovu sana, isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi mtukufu ameirehemu. Hakika Mola wangu ni mwingi wa msamaha na mwenye kurehemu. Wewe ukimwona kijana anavuta sigara, kabla hapo alikuwa havuti sigara, au anavuta bangi, au anakunywa pombe, basi ujue alipata ushawishi huo kutoka kwa rafiki yake. Rafiki akamwambia jaribu, naye akajaribu, akaingia katika balaa hilo moja kwa moja. Na nyinyi vijana mnaosoma vioni, jambo hili limewaathiri sana. Marafiki wengi wamewaharibu vijana wenzao, na mtu hajui wala hayupo makini katika kuchagua rafiki. Rafiki yake yeye ni yule anaendana naye katika room, kwa kuwa amechaguliwa hall moja na room moja, basi yule rafiki yake. Au rafiki yake ni yule mtu ambaye anasoma naye kozi moja, huyo ndio rafiki yake. Na ipo mifano mingi sana katika hili, na wahanga wakubwa kabisa basi ni mabanati wa Kiislamu kuliko wanaume, japo wanaume nao wameathirika sana. Hawa wanawake mabanati wa Kiislamu, hawa ndio wametahiniwa sana na marafiki zao. Na kuna mabanati wa Kiislamu walikuwa na maadili mazuri, wakivaa mavazi ya stara, tena wengine wametoka katika nyumba za wanaharakati wa Kiislamu, lakini kidogo kidogo walibadilishwa na marafiki zao, wakafikia mpaka kugombea umisi. Hijabu zikavuliwa, mabaibui yakavuliwa, staha, aibu na haya, vitu hivi vikaondoka, wakafika kiwango kibaya kabisa. Na inasemekana ni katika room ile alikuwa akiishi au walikuwa akiishi na wenzake. Sasa wenzake wakamuona, sababu ni binti anavaa hijabu, lakini akiwa room kule katika kuvua na kuishi na wenzake wakamuona. Sheitani akaingia, wakawa wanamshangaa yule. Wewe na ndio kawaida ilivyo, ushawishi ndio unavyoanza. Unakuaje wewe una shepu hiyo, unavaa mavazi hayo? Kama ingelikuwa ni mimi na shepu hiyo, mavazi hayo ya nini mimi? Natakia nini mimi hayo? Mambo haya hayafanyiki leo na kesho yakabadilika kidogo kidogo. Yale maneno yakamuingia yale. Mimi nina shepu hebu bwana siku nyingine hebu acha, hebu vua. Hebu leo twende hivi, hebu twende darasani hivi. Shepu yote hiyo. Basi binti akaanza kuondoa nguo moja baada ya moja, kidogo kidogo, kutoka kuwa anavaa hijabu nzuri ya kupendeza mpaka kwenda kusimama kwenye majukwaa akigombea umisi. Waliaadhi billah. Kwa sababu mtu umemkubali rafiki ambaye hujui malezi yake wala hujui makuzi yake, hujui amelelewa katika maadili gani, hujui wazazi wake. Kuna watu wengine wazazi wao ni watu wenye mabaa, na makuzi yao na maisha yao ndio yako hivyo hivyo. Basi kijana huyo anakuathiri, unakuwa mtu wa ovyo kabisa. Ni muhimu sana vijana wa Kiislamu kuchagua na kuangalia marafiki. Usimfanye rafiki mtu ambaye hakusaidii katika dini yako na kuifanya dini yako kuwa ni nzuri. Muache mtu huyo abaki kuwa ni mshirika wako tu katika mambo mengine. Kama mna discuss kuwa ni mwanafunzi mwenzako, lakini usuhuba na kumfanya rafiki yako, jiangalie sana. Weka urafiki na watu wa ibada, utatengenekewa mambo yako. Sababu nyingine katika zile sababu maalumu ni kuiga. Kuiga ni miongoni mwa sababu kubwa zinazowafanya vijana wa Kiislamu kwa ujumla na vijana wa Kiislamu wa vyuo vikuu kwa umaalumu wakengeuke na kwenda kombo na kuacha mwelekeo sahihi.
Mimi naweza kusema kuwa sababu hii ina mchango mkubwa sana katika kuharibu vijana wa Kiislamu. Lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba swala hili la kuiga ni maradhi mabaya kabisa na yanayoutafuna umma wa Kiislamu wote, wala si kwa vijana tu, kadhalika wala si kwa nchi yetu tu, bali ulimwengu wote wa Kiislamu umekumbwa na maradhi haya mabaya na ya hatari. Suala hili limeutafuna umma wote wa Kiislamu, tena katika masala yote, katika masala yanayohusu itikadi, katika mambo yanayohusu ibada, miamala, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi na mambo mengine, wama ila dhalik. Mambo yote hayo yameingiliwa na mtihani wa kuiga. Maana katika mambo ya msingi kabisa katika dini yetu ni mambo ya itikadi, na mambo haya pia kuna watu katika Waislamu wameiga itikadi zisizokuwa sahihi, sio zile tulizofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakazishika na kuzielewa wema waliotangulia, sio zile. Sasa wewe unafikiri mambo mengine hali itakuwaje kama mpaka mambo ya itikadi, mambo ya kimsingi kabisa tumekumbwa na maradhi haya ya kuiga? Haya mambo mengine yatakuwaje? Bila shaka hali itakuwa mbaya sana. Ndio utakuta kuna watu wametengeneza mambo wakayaweka wao wenyewe, wakiitakidi kwa mambo hayo ni ibada na kwamba wakiyafanya wanapata thawabu. Mfano haya maulidi haya, ukiyatazama kwa undani kabisa, ni kuwaiga wa Kristo katika kumsherehekea Nabii Isa mwana wa Maryam. Basi na ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim anasema, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu. Kadhalika yale waliyozusha baadhi ya watu, imma kwa kuwaiga manasara katika kusherehekea mazazi ya Isa alayhi salam, au mapenzi kwa bwana mtume swalla sallam na kumtukuza, ni kuiga tu. Sasa njoo katika mambo ya kijamii, angalia yale mambo ya kijamii yanavyofanyika, yale mambo ya furaha jinsi yanavyofanyika, au mambo ya huzuni yanavyofanyika. Mambo ya furaha ziangalie harusi za Waislamu, ni kuiga kutupu. Utakuta mpaka matarumbeta, kitu kimetolewa makanisani kimeletwa katika harusi za Waislamu na yanapigwa. Leo kuna birthday, kukata keki na kumwagiana maji, mambo ambayo vijana wa Kiislamu wanayafanya na yanaonekana ni mambo ya kawaida tu. Birthday ya mtu leo achukuliwa, apewa keki, achafuliwa na keki ile, amwagiwa maji. Wangapi mshafanya hivi? Si mlikuwa hamjui, sasa hivi mmejua, mmeacha bwana, si ndio? Kukata keki. Sasa jambo la kushangaza, ati wale wanaoitwa kwamba ni mashehe miaka ya hivi karibuni wakatengeneza keki ya birthday ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si mnaikumbuka Mkienda kwenye YouTube pia mtaikuta hiyo keki. Ni juzi tu hapo. Tena ati keki hii ina kilo 100, birthday ya Mtume Muhammad, njoo tuikate hapa. Ati jambo hili lafanywa na watu wanaoitwa ni mashehe. Bid'a ni mzigo mkubwa sana. Allah atuepushe na bid'a. Bid'a ni uholela. Bid'a ni uholela. Bid'a haidhibitiki, inakwenda tu. Wewe kweli waweza kutasawar kwamba shekhi ameleta keki eti wakati birthday ya mtume? Yote haya ni mambo ya kuiga haya. Kwa hiyo mambo mengi sisi Waislamu tumeiga, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishatabiri katika hadithi ya Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum
hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu alyahudu wan nasara ya rasul Allah qala faman wallahi mtafuata mienendo taratibu za wale waliokuwa kabla yenu hatua kwa hatua. Katika riwaya imekuja dhiraa kwa dhiraa, shibri kwa shibri, mguu kwa mguu, mtafuata nyinyi. Tena msisitizo bwana, neno hili la mwanzo lina msisitizo, mwanzo wa neno mpaka mwisho wa neno, la tattabi'unna. Mtume akasema hata wakiingia katika shimo la kenge na nyinyi mtaingia, mahala pa hatari kabisa. Masahaba wakamuuliza, ni Wayahudi na Manasara ewe mtume wa Allah? Mtume akasema, nani kama si hao? Bali katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano mkali zaidi. Katika hadithi ya Abdullah bin Amr Mtume anasema, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila mithlan bimithl hadwa an-na'l bin-na'l hatta law kana fihim man nakaha ummuhu alaniya lakana fi ummati mithla. Yatakuja katika ummati wangu, kwa hakika wallahi yatakuja kwa ummati wangu yale yaliyokuja kwa wana wa Israeli, yale yaliyowapitia wana wa Israeli, yale mfano kwa mfano na hatua kwa hatua. Hata ikitokea mmoja wao akamzini mama yake hadharani, basi atapatikana katika ummati wangu mfano wake atakayefanya hivyo. Sasa mfano huu wa pili ni mfano mkali kabisa, wenye kiwango cha juu kabisa. Vitu vitatu vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza, mtu huyu amezini, jambo ambalo ni baya kwa mila zote na tamaduni zote, wala si kwa Uislamu peke yake. Jambo la pili, amemzini mama yake, mtu ambaye hata kihalali haruhusiwi kumuoa. Jambo la tatu, ameyafanya hayo hadharani, jambo ambalo hata kama si zinaa, hata kama ni kwa kuoa, tena kwa mwanamke unaoruhusiwa kumuoa si mama yako, pia jambo hilo alifanyiki hadharani, lakini mtu huyu amelifanya jambo hilo chafu na baya na bado akaigwa. Hasa wataka mfano gani tena zaidi ya mfano huu, kuonesha kwamba nyinyi Waislamu mtaiga kila kitu hatua kwa hatua, hata mambo ya ovyo yasiyokuwa na maana. Na hili ni katika vitu vilivyowapotosha na kuwakengeusha vijana wengi wa Kiislamu. Sasa hivi mimi niwaulize, kuna jambo gani ambalo Waislamu hawajaiga kutoka kwa Mayahudi na Manasara? Kila kitu tumeiga, mfumo wetu wote wa maisha tumeiga, hakuna tulichoacha. Tangu majumbani mwetu, mavazi yetu, maneno yetu, ulaji wetu, miamala yetu na maisha yetu yote kwa ujumla, sisi tumeiga. Jambo hili linawaathiri vijana wa Kiislamu na kusababisha wakengeuke na wauache usawa na usahihi. Sasa nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu, nyinyi bil khusus mmeathirika sana na jambo hili kimtindo wenu. Na siku zote mimi huwa nikitaja kwenye nukta hii huwa nalisema hili jambo ambao naamini ni ukweli. Na tukisema ukweli tukauweka wazi, basi huenda mtu akatanabahi na akarudi katika usawa. Moja katika tatizo kubwa linalowafanya vijana wengi wa Kiislamu wa vyuo vikuu waingie katika mtego huu wa kuiga na hatimaye kubadilika mfumo wao wa maisha ni ushamba. Ni nini? Ushamba. Ushamba Kiingereza unaitwaje? Ushamba kivipi? Wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wanatoka mikoa mbalimbali kufuata vyuo vikuu vilipo, sehemu ambapo vyuo vikuu vipo. Na kwa miaka michache hapo nyuma wengi sana walikuwa wanakwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma. Sasa hivi baadhi yao wanakwenda Dodoma, wengine wanakwenda Morogoro, ila bado wengi wanakwenda Dar es Salaam
kwa sababu ndio kuna vyuo vingi na vikubwa. Sasa kijana huyu anakwenda Dar es Salaam kusoma, labda chuo kikuu cha Dar es Salaam au Ardhi University au Muhimbili University au DIT au IFM. Anatoka mkoani. Wengi pale Dar es Salaam si wenyeji, wengi ndio mara yao ya kwanza pale Dar es Salaam, bali wengine hata yale makao makuu ya mkoa wake kama ni Dodoma au ni Singida ndiyo mara yao ya kwanza kufika, akiwa njiani kuelekea Dar es Salaam kwenda kusoma. Yule ambaye katika nyinyi ndiyo ana mfano huu anyooshe mkono, na wala si tatizo. Huwa mara nyingi mimi nazungumza na wale walioko hivyo, wananyoosha kwamba ni kweli bwana, mimi wakati ndio nakwenda Dar es Salaam kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam au IFM au Muhimbili University, pale mkoani kwangu pale ndio mara ya kwanza napita na kuuona nikielekea huko. Kama yupo anyooshe wa kwanza. Najua mimi wapo wengine hawataki bwana, humu mnaona aibu. Jambo la kawaida hilo, wala si jambo baya. Mwingine nani? Shekhe, wewe unatoka wapi? Tabora. Kwa hiyo pale mkoani kwako Tabora pale ulipoona kwa mara Dodoma. Kuna mtu ulikuwa unamuonesha hapo, ndio na anajificha hata kujionesha. Mimi najua hapo wengi. Mwingine amesoma kijijini huko tangu shule ya msingi, mwingine amesoma shule ya sekondari ya kata, high school akaenda wilayani, kama ni Dodoma labda akaenda Mpwapwa, sijui Kondoa, wilayani pale. Kwa hiyo ameishia mazingira ya kijijini mpaka high school wilayani. Sasa amesoma high school, amemaliza, amechaguliwa kwenda Mlimani. Sasa pale Dodoma pale, ambaye ni mkoa wake, mara yake ya kwanza kupita ni njiani akina Dar es Salaam, ndio aiona hii Dodoma. Sasa mimi niambieni, akifika Dar es Salaam hali itakuwaje? Yeye mniambieni, akifika Dar es Salaam hali itakuwaje? Hali itakuwa ni mbaya, sababu mji ni mkubwa, una watu wengi, una mambo mengi, na anaingia chuoni anakutana na watu wengi, tena wakati mwingine watu wa mataifa mbalimbali. Atakutana na wa Kenya, Waganda, wa Zimbabwe, wa South Africa, wa Uingereza, wa Marekani, watu wa nchi za Uarabuni. Kwa kesi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, watu wa mataifa mbalimbali wapo pale. Sasa ndiyo pale kijana huyu anapoona kila alilolikuta mjini au kila alilolikuta pale chuoni kwamba ule ndio usomi. Sasa ule usomi ule aliambiwa kwamba wewe unakwenda kuwa msomi, unakwenda kuwa mtaalamu, usomi wenyewe sasa ni yale mambo aliyoyakuta mjini pale na pale chuo kikuu. Ule ndio usomi wenyewe. Sasa sikwambii yule anayetoka kijijini akaenda kusoma chuo kama IFM. Kuna wanafunzi wa IFM hapa wapo na IFM ni mjini kabisa kule. Ukitaka kwenda Ikulu pia unaweza kutembea kwa mguu. Ukitaka kwenda sijui wizara ya nini, sijui wizara ya nini, sijui atembea tu. Sasa hivi wizara zimehamishwa, lakini zipo ofisi zao. Majengo ya mabalozi na mabalozi, makamisheni ya Ulaya sio nini yamejaa pale. Kwa hiyo kule kuna ule mjini. Maana bora hata chuo kikuu cha Dar es Salaam Ubungo huku kwa watu wa kawaida, kule ni mjini. Sasa yani vile pap anasoma IFM anakutana na mazingira yale. Mtu ametoka Kantalamba huko au Nyambilimbi huko au Afrika Uyombo au Kivumbitifu. Kivumbitifu sasa hivi ni mjini. Mnaonaje mambo yake itakavyokuwa? Mnaonaje ile mazingira?
mabadiliko yanakuwa ni ya haraka sana, na yeye anaona yale mambo yote yale ndio usomi wale. Hata mambo ya kijinga yeye pia anaona ni usomi. Ni kweli si kweli? Kweli. Wala sitaki mnijibu, najijibu mimi mwenyewe. Vijana wanabadilika. Halafu kuna mambo unayakuta pale chuo kikuu yamewekwa na nani haijulikani. Ndio utakuta watu wanapoingia katika vyuo vikuu hubadilika mfumo wao wa maisha wote. Atabadilika mavazi yake, maana alipoingia na zile nguo zake kaambiwa kwamba hizi nguo zako mbona za kishamba bwana. Kwa hiyo anapopata pesa akapata boom, sasa anakwenda kununua nguo ambazo sio za kishamba. Wakati mwingine amepata pesa akaona ngoja ninunue nguo, ile nguo aliyokuja nayo chuoni pale akakutana na rafiki yake ambaye sasa ni mjanja sasa, lakini naye pia katoka huko kijijini, isipokuwa kashajanjaruka, ametoka huko kwa Nyambilimbi, Nyakanazi, sijui Kantalamba, Tandahimba, katoka huko naye, lakini ameshajanjaruka sasa. Mwenzake amenunua nguo, amwambia za kishamba hizi. Wewe ununua nguo gani bwana? Wewe vipi bwana wewe uko chuo kikuu unanunua nguo za vipi hizo bwana? Umeelewana? Sasa kijana huyu akili yake ina click kwamba kumbe kuna nguo za kishamba na ambazo sio za kishamba, jambo ambalo yeye halijui. Kabla hapo halijui. Kwa hiyo akipata pesa sasa inabidi aende akanunue nguo ambazo sio za kishamba. Sasa hizo nguo ambazo sio za kishamba atakapozikuta ndio hivyo hivyo, hata kama ni zile zilizopasuliwa zile au zile zimewekwa viraka. Nguo mpya iko dukani imewekwa kiraka. Sasa ana sita, hii nguo hii mbona kama za kule kijijini tena za watu dhaifu hizi. Wewe ndio modo hii. Wewe vipi ndio modo hii? Angalia nguo amevaa nani? Amevaa Messi, amevaa sijui nani, amevaa nani? Aanza kutajua, nipe. Kijana mshamba kabisa anaingia na kengeuka kwa sababu ya ujinga. Vile vile wanabadilika pia katika ulaji wao wa chakula. Kwanza aina ya vyakula. Maana kafika chuo kikuu kapewa boom pale, anakuta kuna egg chop, wala hakuziona huko Mpwapwa. Kuna cutlets, kuna nini. Anaanza kusikia misamiati mipya sasa. Lunchbox, burger, pizza. Haitwi pizza, inaitwa pizza. Kwa hiyo aina ya vyakula vinabadilika, bali hata ulaji wenyewe pia unabadilika wa chakula. Sasa hivi atabakisha chakula kwenye sahani, lakini kule Tandahimba alikuwa habakishi chakula. Mimi wakati mwingine nashangaa, mtu amekwenda cafeteria, amenunua chai asubuhi, breakfast, amenunua chai na maandazi 3, halafu anakunywa chai na andazi moja, mawili anayaacha. Sasa hili jambo la mimi lanishangaza sana, na mara nyingi tabia hii wanayo watoto wa kike. Maana bora wali, utasema kaniwekea wali mwingi, lakini maandazi umenunua mwenyewe 3, halafu unakula moja, mawili umeacha pale. Sasa usije ukafikiri kayaacha kwamba mabaya au kwamba kashiba. Si ameshakuwa msomi mjanja wa mjini, lazima abakishe chakula. Haya mambo yapo mpaka leo, nyuma yashangaa. Wanafunzi wa vyuo wanayaona huko, sababu wajinga siku zote hawaishi. Kama ni kinywaji sasa inabidi anywe afu abakishe kidogo. Yapo haya. Soda atakunywa, ataibakisha. Ile kupiga soda mpaka mwisho, hayo mambo gani ya kishama bwana, hayo mambo wewe bwana. Utakunywa na vigawe bwana. Utakuta soda zimeachwa nusu kabisa. Na bora iache, kwa sababu hata soda yenyewe pia ina madhara. Lakini haiachi kwa sababu ya madhara. Anaiacha kwa sababu ya nini? Ya ule ushamba ule. Kwa sababu kaona ule ndio usomi. Vijana wanakengeuka. Mwingine ule ulaji wake, sisi kwa kawaida tumezoea katika wali, tutakula wali kwa nini? Kwa mkono. Yaruhusiwa kula wali kwa kijiko.
Sasa mwingine siku moja eti akaona kinyaa sisi kula wali kwa mkono, akahama katika meza akaondoka. Sasa tukaulizana, huyu mbona huyu si ni Msukuma mwenzetu, huyu si Mnyamwezi huyu, aona kinyaa sisi kukamata wali kwa mkono, utaula vipi wali vizuri? Mwingine tumeenda kwenye semina, imeletwa kuku na vile vifaa vile vyombo vile, kisu sio inashikashika, mara kamporochosha kuku kaanguka. Kuku welo kaangwa, wataka kumla kwa kijiko, kwa kisu. Wanapata tabu watu wanapata tabu sana. Kadhalika kijana atabadilika pia uongeaji wake, zile vowels zitabadilika, consonants nazo zitabadilika, na syllables zenyewe pia zitabadilika, sio zile tunazozijua sisi za kila siku za Kiswahili, zile pia zinabadilika, ule uongeaji. Kwa hiyo atakwambia vizuri. Hawasemi hivyo, hawasemi, nasema vizuri. Haya sisi Waswahili, hii vizuri, hii vowel na consonant na syllable hii iko vipi? Waingereza wana vowel 20, sisi tuna vowel 5, a, e, i, o, u. Waingereza wana 20. Ndio maana wao wanaweza kupata tabu kumwambia atamke Morogoro, akamwambia Morogoro, kwa sababu yeye hatamki ile mo, anatamka au, kwa sababu ana vowel zaidi. Sasa we vizuri, wapo watu hawa hawapo, ule ndio usomi ati wow, akiona kitu wow. Kiingereza chenyewe kusema hawezi, kabakia na wao tu. Lakini pia wanabadilika utembeaji, hasa wanawake, maana watoto wa kike ndio wahanga katika jambo hili. Lakini pia atabadilika tabia zake, atabadilika mienendo yake, atabadilika mpaka maumbile yake, na hasa watoto wa kike. Hapa katika kubadilika maumbile na kutafuta urembo, hapa watoto wa kike, wanafunzi wa vyuo vikuu hapa wametahiniwa sana. Mtoto wa kike ataingia kwenye balaa la urembo litakalomsumbua tangu anaingia chuo mpaka maisha yake yote. Maana katika jambo linalowahangaisha wanawake duniani na kuwapotezea mali nyingi ni suala la urembo. Na wale wanaosoma psychology, kuna ile katika psychology kuna consumer psychology, kuna consumer psychology ya mnunuaji au ya mtumiaji. Zinasomeshwa, wanasema mnunuzi wako wewe akiwa ni mwanamke, basi wewe una mnunuzi muaminifu sana, kwa sababu kwa kawaida mwanamke ana tabia fulani katika masala yake ya ununuzi. Anaweza akanunua kitu ambacho hakupanga kukinunua kwa sababu ya kukiona tu. Sasa hii consumer psychology na wanawake kubadilika na kutaka kutafuta urembo imewaathiri sana wakina dada wa Kiislamu. Ndio utakuta yale maeneo ambayo yamezunguka vyuo vikuu yale, hasa mijini, utakuta zile huduma zenye wateja wengi zipo karibu zile, kama stationaries utazikuta zipo, lakini pia utakuta maduka ya vipodozi na maduka ya nguo mengi kabisa. Haya vipodozi na ya nguo haya ni kwa ajili ya watoto wa kike, kwa sababu wameshaingia vyuo vikuu, wanabadilika sasa kutoka katika hali walionayo, wanakwenda kwenye hali mpya. Kwa kesi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, pale Dar es Salaam, maeneo yale ya Mwenge, pale Mwenge kituoni pale, sasa hivi kimebadilishwa kituo. Wale waliosoma miaka kadhaa nyuma, kabla kituo hakijahamishwa na kupelekwa makumbusho, wanajua kama pale ndio lilikuwa soko la urembo pale. Wateja wakubwa ni wanafunzi wa vyuo, kwa sababu pale pana mzunguko wa vyuo. Kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna chuo cha ustawi wa jamii,
kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam campus ile ya Kijitonyama pale na nini kuna chuo kikuu cha ardhi, chuo cha takwimu, sio chuo kikuu kile, maeneo yale. Sasa hivi pale mawasiliano pale nimeona kwamba kuna maduka ya nguo, maduka ya vipodozi, maduka ya urembo mengi, kwa sababu ni station. Sasa wanafunzi wanapanda mabasi na kutoka pale, na hata sehemu nyingine hali ndio iko hivi, kwa sababu ya mabadiliko. Wanawake wanabadilika mpaka maumbile yao. Sasa hivi ataweka kucha zile ndefu zile ambazo hawezi kula ugali. Sasa pamoja na kwamba ni Msukuma yeye, lakini ugali hawezi kufanya nini? Kula, kwa sababu kucha ndefu zile. Hii ndiyo hali halisi ya mabadiliko ya wanafunzi katika vyuo vikuu, kwa sababu ya kule kuiga tu. Kuiga kumewakengeusha na kuuacha Uislamu sahihi. Tumezungumza sana kwa leo, itoshe. Naona mashekhe na wapangaji wameiweka maudhui hii kwa siku mbili, wamenipa siku mbili. Kwa hiyo inshallah kesho tutaendelea na kuzitaja sababu nyingine ambazo zinapelekea vijana wa Kiislamu kukengeuka na kwenda kombo kifikra na wakauacha Uislamu sahihi. Mimi huwa siulizwi maswali, lakini kuna swali limeulizwa hapa. Maswali ni kwa mashekhe tu jamani, lakini kuna swali limeulizwa, acha tulisome alafu ndo tutamalizia nalo muhadhara wetu. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wameshughulika sana na hao mashekhe wa mitandaoni kama vile Mufti Menki, kiasi kwamba kwao kuacha ni ngumu baada ya kuathirika na maneno yao. Je, ni zipi nasaha zako kwao? Watumie mbinu gani kuwaepuka? Huu ni mtihani ambao umewakuta vijana wengi wa Kiislamu, bali umma wa Kiislamu kwa ujumla, kughurika na watu ambao hawana mwelekeo wa sawasawa katika dini yao, mwisho wakawapoteza. Hakuna namna isipokuwa ni kuwaacha watu hao, kutowasikiliza, kufuta zile clip zao kama ni video clip au audio clip, na kujitenga nao. Jambo hili watu wanatupiga vita sana sisi. Wanasema nyinyi wanafunzi wenu mnawafunga kifikra, wasikilize upande mmoja tu, upande mwingine wasiangalie, wasiuangalie upande mwingine wa shilingi, waangalie upande wenu tu, mmewafunga. Hii tahadhari imetolewa na wanawachuoni wa Kiislamu, kwa sababu kuwasikiliza watu hawa waliokengeuka kunaweza kukusababishia wewe kukengeuka na wewe, na bila shaka itakuwa hivyo. Na ndio hii tukaitaja kuwa ni sababu za kuwafanya vijana wakengeuke, na hatuna tiba zaidi ya kuwaambia achaneni na watu hao. Huko mitandaoni kuna watu wengi, kuna wazungumzaji wengi, lakini wengi wao achilia mbali tu kwamba hawako kwenye manhaji sahihi, bali hata ilmu yenyewe pia hawana. Ni watu wajanja tu. Salama yako na salama ya dini yako ni kufuta kabisa hayo mambo na kuachana nao.